salama tu, sijui nyinyi. Salama. Poleni na mchezo wa leo. Tunashukuru, ni mipango ya Mungu. Tuambie, ugumu ulikuwa wapi mpaka mmeweza kupoteza kwa pointi 6 sasa tunavyozungumza? Katika mpira siku zingine matokeo yanapotokea huwa yanapangwa kutokana na Mwenyezi Mungu alivyoipanga riziki. Tunasema kisisi riziki haiko imegemea upande wetu, liko upande wa Azam, na tuna matumaini ya kwamba iwapo Mwenyezi Mungu atafanikisha kwa kitengo kijacho, kama tutapatana tena, nadhani tutaweza kurekebisha mahali ambapo tumekosea. Pengine uzoefu ndio umewagharimu leo hii kuweza kushindwa kupata alama kwenye michezo hii? 100% nitasema ni uzoefu, kwa sababu kivuta picha kama mimi nimeanza kushabikia Feitoto toka utotoni. Alafu sasa nimekuja nimecheza naye, inamaanisha kwamba ameshakomaa katika hiki kitengo. Pili, Azam si mara ya kwanza kushiriki hili shindano, kwa hivyo wana uzoefu kidogo kutuliko sisi. Feitoto, umesema umeanza kumfuatilia muda mrefu. Feitoto kwako ni mchezaji wa namna gani, lakini pia unamtazama kama kioo kwenye maendeleo ya mpira kwa upande wako? Maeneo yaliyotokea 100% tunamchukulia Feitoto kama kioo cha jamii upande wa soka. Tunapenda mchezo wake mpaka wengine tufuatilia hadi maisha yake ya nje, kwa sababu wengine pia tumezaliwa katika familia za Uislamu, ni Muislamu mwenzetu, kwa hivyo tunafurahikia tu mafanikio yake ya soka. Unapata nafasi pengine ya kuzungumza naye baada ya mchezo? Namsalimia, alafu nikaadimisha kuomba picha. Unaomba picha? Tukio hilo pengine kwako unalibeba kwa ukubwa wa kiasi gani? Tusema unaondoka hivi na tayari mmeshakutana home and away. Kuna mambo ni ya kudumu katika maisha, kuna mambo ambayo ni ya kushika na kuondoka. Kwa hivyo tukio hilo kwangu binafsi naamini ni mfano bora na ni kitu ambacho kitakaa, kwa sababu mitandao ya kijamii ipo na picha ndio inazungumza zaidi kwa sasa. Unatamani pengine siku moja uje kucheza na Faisal timu moja? Inshallah. Naweza sema ilikuwa ugumu kwa sababu tulikuwa kwa wageni, alafu naweza sema maybe referee leo kalala kivyake, hatuwezi jua. Kwa nini? Iko sawa mechi hiyo, referee pia binadamu. Maybe sisi tumekosa kutumia nafasi zetu, lakini pande yake pia kidogo alikuwa anatulalia, lakini haiko sawa, ni sawa, ni mpira, ni binadamu, ndio nasema kakosea leo, kesho najua atarekebisha. Haiko sawa, nasema referee pia pande yake katulalia, lakini pia sisi kama Nairobi United tumepoteza nafasi zetu. Kwa hivyo nasema vile yeye binadamu kakosea, pia sisi tumekosa kutumia nafasi zetu, na hiyo ndio mpira. Azam walipata nafasi yao moja wakatumia na mpata point 3. Captain, tunaweza tukasema mmekutana na Azam iliyokuwa bora zaidi, ndio maana mmeweza kupoteza nyumbani na ugenini? Kwa kweli siwezi sema Azam walikuwa bora zaidi kutuliko. Naweza sema tu kwa ujumla kitu ambayo wameweza kushinda, wanayo experience ya kucheza Confederation. Ukiangalia upande wetu ni mara ya kwanza. Hata Azam ni mara ya kwanza. Mara ya kwanza kwa kufika makundi, yes. Lakini wameicheza. Yeah. Unaona, sisi ni mara yetu ya kwanza kuparticipate katika Confederation Cup na tumefika katika makundi. So wao naweza sema ni ile experience kidogo ya kucheza zile preliminaries. Yeah. Ni mchezaji gani wa Azam pengine unaona alikuwa msumbufu sana kwenye timu yenu? Naweza sema Ahmed na Feitoto, kwa sababu zile pasi za mwisho wakihatarisha kufunga. Hizo pasi za mwisho kweli zimetutatiza, lakini ndo tunajifunza. Yeah. Ni funzo gani sasa mmelipata kwenye hii michuano ikiwa ndio mara yenu ya kwanza? Tumejifunza kwamba lazima utumie nafasi zako ili ushinde. Unahitaji nafasi mingi, moja peke yake alafu unakuwa mshindi. Sawa, mimi nikushukuru sana na kila la heri. Tunashukuru sana na pia tunashukuru kwa kutukaribisha Tanzania na Zanzibar. Mungu awabariki. Nyinyi majirani. Asanteni.